Jambo la kwanza ambalo litakusaidia kushinda hali zote na kushinda vita vyovyote, namna ya kukabili hali zote na kushinda vita vyovyote. Nataka nizungumze mambo manne ambayo nitakuachia mchana wa leo. Na kuna watu hawana mpango wa chochote na Kristo, lakini kuna watu naongea nao wenye mpango wa kwenda mbali na Kristo, wenye mission ndani, wenye kusudi ndani, watu ambao wanataka kwenda kufanya ulimwengu huu umjue Kristo kupitia wao. Sikia, jambo la kwanza, shinda hofu na mashaka ya kushindwa. Unapokabiliwa na hali ngumu, hofu na mashaka na vitisho vinaweza kuingia moyoni mwako. Hata hivyo, kwa kutumia neema na uwezo wa Kristo ambaye tumemwamini na Roho Mtakatifu ambaye anaishi ndani yetu, unaweza kushinda hisia hizi na kila hali za mitazamo zinazoweza kukuvunja moyo na kukuondolea tumaini. Bado umtazame Kristo aliyeshinda. Amen. Ikumbuke kazi ya msalaba, mkumbuke Kristo aliyeshinda, na wewe utashinda. Hii haijalishi kwamba hata wakati haujisikii kama una nguvu ya kusonga mbele, unaweza ukaona kama hivi kweli bado Mungu anaweza kunisaidia hapa. Ukisoma katika Zaburi, nikupe hii Zaburi ya 73 mstari wa 26. Embu mtu mmoja asome hapo haraka. Mwili wangu na moyo wangu hupunguka, bali Mungu ni mwamba wa moyo wangu na heshima yangu milele. Biblia nyingine inaweza ikaongea lugha tofauti kidogo. Anasema hata nikikosa nguvu mwilini nikawa dhaifu, hata wakati ndani ya moyo wangu, ndani ya roho yangu ninasikia nimepungukiwa, lakini neno moja bado ninajua. Amen. Bwana bado ni mwamba wangu, alafu bado ni riziki yangu, bado nina uhakika wa kufanikiwa, wa urejesho wa kila hali. Maneno haya aliyazungumza Daudi, kwamba anaweza kuwa dhaifu kwa jinsi ya mwili, anaweza kuona hata hali ya kiroho imepungua, lakini focus yake haiondoki kwa Mungu. Hiyo ndio Mungu anaitafuta. Hata kama tumesikia tumechoka, watu wameanguka kulia na kushoto, bado Mungu anataka akuangalie, hivi macho yako unayaelekeza wapi? Kwa watu, kwa wanadamu, hali unazozipitia. Kama bado unaona Mungu ni mwamba wako, bado nguvu zako zitarejea, bado nguvu zako zitakuja, haijalishi. Unajua wakati mwingine watu tunakimbia, tunapambana vita, na wakati mwingine ukaanguka. Unajua hairuhusiwi kuanguka, lakini vitani unaweza kuanguka wakati huo ukipigana vita. Yaani unaanguka lakini unapigana vita. Kwa lugha gani? Mungu haji kukuulia hapo kwa sababu sasa wewe umeangukaje hapa alafu akumalizie. Mungu anakuja kukushika mkono akuinue. Shetani akikukuta hapo anakumalizia. Sasa marufuku kuanguka. Andika jambo la pili ama point ya pili. Fuatilia ndoto zako na malengo yako, usikate tamaa. Kwenye mazingira yoyote, kwenye hali zozote, katikati ya vita ya namna yoyote, ndoto yako isiondoke. Sasa wakati unafuatilia ndoto zako na malengo yako na mikakati yako ili ukafanikiwe, mambo haya madogo madogo usiyasahau. Jambo la kwanza, imarisha mahusiano yako na Mungu kila siku. Jambo la kwanza, wakati unafuatilia ndoto zako na malengo yako na mikakati yako bila kukata tamaa, kumbuka kanuni hii: imarisha mahusiano yako na Mungu kila siku. Jambo la pili, unajua kuna watu ambao yani mahusiano yao na Mungu sio issue. Yani wao wanataka tu Mungu afanye wanayoyataka. Hata kama ni mimi Mungu hiyo hamna. Yani wao hutaki mahusiano mazuri na mimi, alafu wao unataka tu nataka baba. Yani maombi yanayofanyikaga Mungu anaangaliaga, anasema lakini hawa watoto wangu hawa, yule pale kichwa yake ni kibovu. Yule muacheni. Malaika wanasema pita huyo achana naye kwanza. Huyo bado haelewi, huyo achana naye. Huyo ana moyo mbovu, huyo ni kelele tu, hata anipendi huyo, achana naye, ang'ang'ani hivyo.
Sasa ujue Mungu anatujua. Imarisha mahusiano yako na Mungu kila siku. Ukijua kwamba shetani ana mpango wa kuharibu mahusiano yako na Mungu kila siku ili usifikie malengo yako. Hiyo ni A. B, omba na kufunga kwa bidii. Kumbuka tunajifunza kuzikabili hali zote na kushinda vita vyote. Sawa? Maombi na kufunga ni ya muhimu sana. C, jifunze kumtolea Mungu sadaka nzuri. Unajua kuna mtu anatoa tu sadaka kwa sababu watu wanaenda kutoa sadaka. Unajua kadiri unavyoinua kiwango cha kumtolea Mungu ndicho kinachoamua kiwango cha mafanikio yako. Sio mafanikio yako ndio yanaamua kiwango cha kumtolea Mungu. Kiwango cha kumtolea Mungu ndicho kinachoamua kiwango cha kufanikiwa kwako. Sio kiwango cha kufanikiwa kwako ndicho kinachoamua kiwango cha kumtolea Mungu. Unaweza ukawa una 100,000 kasema namtolea Mungu 5,000. Ni kiwango umeamua. Sawa? Na kiwango cha 5,000 kitaamua kiwango cha kufanikiwa kwako. Na mtu mwenye 100,000 akatoa 50,000, 50,000 inaamua kiwango cha kufanikiwa kwa huyu mtu. Kuna mama ambaye alikuwa na senti 2 akatoa zote, ndio ilikuwa kiwango kinaamua cha maisha yake kubadilika. Mimi kuulize, kama Yesu aliona yule mwanamke ametoa kuliko wote na wale waliokuwa wametoa vingi, Yesu akasema kuliko hawa wote, hivi miongoni mwa wale waliotoa na yule mama aliyotoa senti 2, yupi alibarikiwa? Mimi naamini yule mwanamke hakustruggle tena. Yaani hicho ndio mimi naamini moyoni mwangu. Kama Yesu alicomment namna hiyo, aliongea mwenyewe, huyo mwanamke maisha yake, hata ukikutana naye kule mbinguni, kama ukimuuliza atakuambia maisha yake yalibadilika tangu siku ile. Kiwango cha kumtolea Mungu ndicho kinachoamua mafanikio yako na ushindi wako. Sio ufanikiwe ndio uanze kutoa. Anza kutoa sadaka nzuri leo. D, sasa mtumikie Mungu bila kuchoka. Yaani kutumika. Mungu anawabariki watu wanaotumika. Wewe unataka kubarikiwa umefanya nini? Baba mmoja alitufundisha mahali kule Merani akasema, spika hii umekuta, kiti kile umekuta, meza umekuta, jengo umekuta, kiti umekuta. Haya, wewe umeleta nini? Wasema na hiyo ni mpya. Anasema wewe umeleta nini? Hauoni fursa ya kuleta chochote? Fanya jambo. Tumika. Wale kama Mungu atakuacha. Katika hali zote usiwahi kusema sina. Usiwahi kusema sina muda. Usiwahi kusema sina nafasi ya kumtumikia Mungu. Hivi unajua nafasi ya kumtumikia Mungu sio Samia. Kumtumikia Mungu sio kumtumikia Trump. Sio kumtumikia mwanadamu. Mungu aliyetuumba. Mungu aliyekuumba. Hivi unapataje hiyo fursa kumtumikia alafu unakataje tamaa? Tumika tena kwa bidii. Jambo la 3, pambana, pigana vita, shinda vita. Gundua roho au maadui pinzani katika kila hatua ya safari yako ya imani kuendea ndoto zako na maono yako na malengo yako. Unapogundua shida ulionayo kama ni ya hofu na mashaka ya kushindwa, jua huyo ni adui namba 1. Pambana naye. Sawa? Jambo la 2, pambana na roho ya uvivu, ulegevu na uzembe. Wana wa Israeli walipokuwa wanaingia Kanaani, Yoshua Mungu alimwambia kwamba hivi hao watu watakuwa walegevu mpaka lini kumiliki? Yaani majitu yamekaa yamelegea tu. Hawako serious na mambo ya kiroho, hawako serious na Mungu, hawako serious kumtumikia Mungu, hawako serious na ibada. Alafu anasema sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Wewe umeshashindwa saa nyingi. Shika hiyo. Amen. Epuka, shinda roho ya uvivu, ulegevu na uzembe kwenye mambo ya kiroho. Jambo lingine, ishinde tabia yako ya asili. Hapa ndio kuna shida. Ishinde tabia yako ya asili inayotetea maslahi zako binafsi. Vikwa asili mpya ya Kristo inayotetea maslahi ya Mungu na watu wake. Lazima ufanye vita na tabia ya asili ya kwako.
Bishop hapa amezungumza Mchaga, Manyaturu, Mnyisanzu, Meru, Mrangi, na mwingine nani, Masai, na mwingine na kabila la kwako. Kuna maasili yani hata kama ameokoka maslahi zake hayuko tayari kupoteza. Hata umfanyaje? Yani yuko hapo, tabia yake anatetea maslahi zake. Hata kama ameokoka atatetea kitu ambacho hata kwa Mungu hata ashughuliki nayo. Hiyo tabia hiyo, na kuambia hutashinda vita. Utashindwa. Utapigwa kwenye vita. Shinda tabia ya asili yako inayotetea maslahi zako. Yani hauko tayari kupoteza. Jamani. Kuna baba moja nilikuwa nasoma kitabu, hata ndiwaambia juzi kanisani. Nilikuwa nasoma kitabu cha Doug Howard, kitabu fulani hivi. Anasema kuna kijana wake moja alikuwa kanisani, alikuwa amemaliza, amepata shahada za juu, alafu amepata fursa ya kuajiriwa na kampuni kubwa la shirika la Kimarekani ambalo angekuwa analipa a lot of dollars. Alafu alipoenda kwa Doug Howard akamwomba na kumwambia kile ambacho amepata fursa. Doug Howard akaomba, akamwambia, Bwana ameniambia huo sio mpango wa Mungu. Bwana anasema we ni mtumishi, nenda kijijini mahali fulani kaanze kazi. Hivi kama ni wewe unakubalije? Unakubalije kupoteza fursa kama hiyo? Kuna mtu hawezi aga hata mchungaji. Yani kuna mtu anaenda interview tu pale amwambii mchungaji, anatoroka. Yani kazi yenyewe ni ya kulipwa tu $300, hasemi kwa mchungaji. Na akienda siku 2-3 anampungukia Mungu, anarudi nyuma. Yule kijana akapata shida sana kupoteza maslahi zake, kupoteza nafasi. Kabidi ashuke chini, akaenda kijijini, akaanza kwenye zero ground. Kaanza na mtu mmoja, akaanza kuhubiri. Amefundishwa kufanikiwa, amefundishwa kupungukiwa, amefundishwa kushinda hali zote, na amefundishwa kushinda vita vyote. Sawa? Akaenda akaanza kazi. Akapiga ile kazi, kazi ikaanza kulipa. Kazi ikaanza kutoa matokeo. Mungu akaanza kujidhihirisha. Baada ya muda, mpaka mji ukaanza kujengwa eneo lile la kanisa, na ilikuwa kijijini. Yule bwana akaanza kufanikiwa kuliko kawaida, kuliko vile angeenda Marekani. Kuna mtu hayuko tayari kupoteza maslahi zake, hayuko tayari kupoteza nafasi yake. Ngoja nikwambie, hata ungekuwa kiongozi, uongozi sio cheo. Uongozi ni fursa na nafasi ya kumtumikia Mungu. Ishinde tabia yako ya asili, vikwa asili mpya, tabia ya Kristo. Kipawa na karama vinaweza kukuinua, lakini tabia itakushusha chini tu. Vipawa na karama na elimu na fedha vinaweza kutengenezea heshima, lakini tabia inaweza kukushusha kabisa, ukakosa hata heshima kwa wanadamu. Lakini Mungu akikuheshimu, mwanadamu ni nani asikuheshimu? Yaani unajua wakati mwingine mimi wanasema, yani na mimi nakaza mwendo nikitafuta kitu cha thamani ambacho na mimi nitaacha alama huku duniani, kwamba na mimi nilikuwa mtu wa Mungu huku duniani. Kuna vitu nataka nivishinde. Na wewe fanya maamuzi. Epuka misimamo yako inayotetea maslahi yako binafsi tena. Yaani unasimamia tu misimamo, haubadiliki. Una pepo. Hata mtu gani aniambie we nani? Ngoja basi, hakuna mtu. Yuko basi moja aliyekufa akafufuka, atakuja kukuambia. Sio Lazaro, lakini yuko moja atakuambia. Na huyo akija kuongea na wewe, sijui kama utabaki salama. Epuka misimamo. Kuna misimamo ya kikabila. Kuna misimamo ya kinamna tu. Yani mtu tu, yani ana misimamo yake. Kama kule kwetu sisi tunapambana na familia kwetu, kuna vitu katikati ya ndugu zetu, yani misimamo tu. Aya,
Sasa ukishaona hivyo, usishindane na pepo. Jua huyu yuko kifungoni, na kinachomfanya awe na msimamo hivyo, yuko gerezani mpaka atoke, ndio msimamo ibadilike. Na kuna watu hapa unamwona kabisa ni mpendwa, anapiga na stepu na yuko 1 2 3, lakini ana msimamo na ana pepo fulani huyu. Hata kama hamna amen, ndio wewe nishakwambia. Kiburi. Utakapokuwa juu, utakapokuwa mfanikiwa, una cheo na nini, epuka kiburi. Kwa hakika utaanguka kabla haujatimiza ndoto zako na malengo yako. Epuka kiburi. Utaanguka kabla hujatimiza ndoto zako. Kiburi, kabla hujatimiza ndoto zako utaanguka. Alafu utainuka. Usijidharau. Jambo lingine, usijidharau. Na usimdharau mtu, kwani kila mtu amebeba ukuu wa Mungu ndani yake. Ni swala la muda tu, kila ukuu wa mtu unaweza ukaonekana. Sasa wakati Mungu anamuinua mtu kwenye ukuu wake, na wewe ulikuwa una kiburi hapo juu, unaanguka tu, na mnyenyekevu atainuka. Epuka kiburi. Maisha ni vita, yamejaa misukosuko na mabadiliko yasiyotarajiwa, na wakati mwingine haya yanaweza kuwa magumu sana kupita uwezo wako wa kibinadamu. Hata kiakili ama kielimu ama kiuchumi unaweza kupitia haya. Lakini ukiimarisha mahusiano yako na Mungu, ukamtazama Kristo, ukashughulika na haya, ndiyo kuambia utafanikiwa sana. La mwisho nimalize kabisa. Epuka juhudi zako na bidii zako za kibinafsi bila Mungu. Epuka juhudi zako na bidii zako za kibinafsi bila Mungu. Bidii, juhudi bila unyenyekevu na Roho wa Kristo, hata ukifanikiwa hautafika mbali. Juhudi zetu mbali na Mungu hazitashinda daima. Sawa? Ingawa zinaweza kukupa mafanikio ama kile ambacho baadhi ya watu ukiona kuwa ni mafanikio, nimefanikiwa, lakini ujue hakika hayo yatakuwa mafanikio ya kitambo tu na ya kidunia, ambayo Mungu hawezi kuyalipa, hayana thawabu. Lakini kila jambo tunalolifanya likiwa katika mpango na mapenzi ya Mungu, katika uwepo wake, Mungu huwa anaweka thawabu yake na baraka zake kwa mtu huyu.